Karibu kwenye Nakivona Habari. Hapa ni sehemu pekee ambayo utakuwa unapata taarifa mbalimbali ambazo zimeshika vichwa vya habari ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu. Papa Francis mwenye miaka 88 amefariki siku ya Jumatatu baada ya kupatwa na kiharusi na mshtuko wa moyo, na atazikwa siku ya Jumamosi kulingana na ripoti ya Vatican. Papa alikaa hospitalini kwa wiki 5 mapema mwaka huu akiugua pneumonia mara 2, lakini alirudi Vatican mwezi mmoja uliopita na alionekana kupata nafuu, huku akitokea katika viwanja vya St. Peter's Square Jumapili ya Pasaka. Vatican siku ya Jumanne ilitoa picha za Papa Francis akiwa amevalia mavazi yake na kulazwa katika jeneza la mbao katika kanisa la Santa Marta ambako aliishi kwa kipindi cha miaka 12 ya upapa wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwili wake utapelekwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro siku ya Jumatano asubuhi katika msafara utakaoongozwa na makardinali waumini kutoa heshima zao za mwisho kwa papa huyo. Ibada ya mazishi itafanyika katika uwanja wa St. Peter's Square Jumamosi asubuhi, huku viongozi mbalimbali wakionyeshwa kuumizwa na msiba ambao umetokea. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alizozana mara kwa mara na papa kuhusu uhamiaji, alisema yeye na mke wake watasafiri kwa ndege hadi Roma kwa ajili ya ibada hiyo. Huku kupitia ukurasa wa rais mstaafu wa Marekani Barack Obama ameandika ujumbe wa kugusa moyo akimwelezea papa kama kiongozi wa nadra aliyeweza kutufanya tukutane na kuwa watu bora zaidi. Barack Obama ameandika, katika unyenyekevu wake na vitendo vyake vya kina na rahisi, kumkumbatia mgonjwa, kuwahudumia wasio na makazi, kuosha miguu, kuwafanya vijana kuwa pamoja. Alitutikisa kututoa kwenye hali ya mazoea na kutukumbusha kuwa sisi sote tuna wajibu wa kimaadili kwa Mungu na kila mmoja wetu. Barack Obama akaongeza, leo hii tunaomboleza na kila mmoja wetu duniani, Wakatoliki na wasio Wakatoliki waliopata nguvu ya msukumo kupitia mfano wa papa. Tuwe tayari kuendeleza wito wake kutoka pembeni katika maandamano haya ya matumaini hai. Pumzika kwa amani Baba Mtakatifu, umeacha dunia ikiwa bora zaidi. Endelea kufuatilia Nakivona Media. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Hizi ni ripoti za Nakivona Media. Mimi ni Rashid Mchome.